napunguza haya matawi ili kusaidia mmea wangu kukua kwa haraka, lakini pia kama unavyojua mbolea zetu za asili za EcoGreen zinasaidia huu mmea kukua kwa haraka na kuongeza wingi wa majani. Kwa hiyo lazima uwe unapunguza haya majani kusaidia ukue haraka, lakini pia kama unavyojua haya matawi yananyonya sana mmea. Kwa hiyo ili mmea uweze kuweka matunda mazuri na makubwa zaidi, lazima uwe unapunguza kiasi hiki cha matawi. Ni Liberatus Alexander, nafanya kazi na Yes Group. Leo nipo katika kituo changu cha Yes Group ambacho kinazalisha mbolea za asili ambazo ni za unga na za maji. Lakini pia katika kituo hiki ndicho kituo tunachokitumia kama shamba darasa kuonyesha wakulima jinsi mbolea zetu za EcoGreen zinavyofanya vizuri shambani. Kama unavyoona katika shamba darasa letu tumetandaza nyasi ambazo nyasi hizi mkulima usisahau kuweka nyasi kwa sababu nyasi zinasaidia magugu yasiote. Kama unavyoona kwangu magugu ni kidogo tu. Lakini pia nyasi zinasaidia sana kutunza unyevunyevu. Kama unavyoona hapa ni unyevunyevu umetunzwa kwa sababu ya hizi nyasi. Karibu sana. Leo niko katika shamba hili kuonyesha jinsi mbolea zetu zinavyofanya vizuri, mbolea zetu za asili, lakini pia nitakuonyesha jinsi gani unaweza kutumia mbolea zetu za EcoGreen kupanda mazao ya muda mfupi na mazao ya muda mrefu. Ndugu mkulima, kama nilivyokueleza kuwa leo nipo kwa ajili ya kuonyesha jinsi ya kutumia mbolea zetu za EcoGreen kupandia mazao ya muda mrefu kama kahawa na mgomba. Sasa twende pamoja. Hatua ya kwanza, andaa shimo lako. Shimo liwe na urefu wa futi 2 kwa futi 2. Nilikuwa namaanisha upana futi 2 na urefu futi 2. Shimo linaweza kuwa na urefu wa futi 2 kwa futi 3 kama unapanda mgomba. Baada ya kuwa umeandaa shimo lako, chukua majani au mabaki ya shambani, ikiwa ninaweza zikawa ni nyasi au magugu. Hapa ndio utakapoona matumizi ya magugu, ingawa wengine tunayaona kama uchafu shambani. Unachukua mabaki yako ya shambani, unaweka kwenye shimo uliloliandaa. Ukishaweka majani yako tayari, na majani haya ni mazuri sana na yanasaidia sana mmea kupitisha mizizi yake kwa ajili ya kuchukua chakula, lakini pia majani haya yanasaidia udongo usishikane. Baada ya kuwa umeweka mche wako katika shimo hili tayari kwa kuweka udongo. Unahisi kwa nini nimetanguliza udongo na sijatanguliza mbolea? Hii ni kwa sababu kama utatanguliza mbolea chini na ukaongeza udongo juu, tafsiri yake ni kwamba hii mbolea kama ikinyesha mvua au ukaumwagilizia mmea maji, mbolea itapotea kwa sababu mizizi ya mmea itakuwa juu, haitaweza kuchukua chakula chake huku chini. Ndugu mkulima, baada ya hapo tunaweka mbolea yetu. Rafiki yangu mkulima, naendelea kuweka mbolea za EcoGreen ambazo ziko katika mfumo wa chenga. Tunashauriwa kuweka gramu 100 mpaka 500 katika mche kama huu. Na mimi nimeweka kiganja kimoja. Kiganja kimoja kinakadiriwa kuwa na gramu 100 mpaka 500. Utaweka gramu 100 mpaka 500 kulingana na hali ya udongo wako. Na inashauriwa kwa mmea ambao tayari umeshapandwa utaweka kuanzia viganja 5 mpaka 10 ambayo inakadiriwa kuwa ndio kilo 1, na mmea utafanya vizuri zaidi. Baada ya kuwa umeweka mbolea za chenga, unaweza kutumia pia mbolea ya maji ambayo lita 1 unachanganya kwenye lita 16 za maji, na mbolea hii unaweza kupiga kwenye majani au ukamwaga hapa chini, itafanya vizuri zaidi. Hivyo kwa mgomba pia utafuata hatua kama tulizofuata wakati tunapanda mmea wetu wa kahawa. Utachimba shimo ukubwa ule, utafuata hatua zote. Tofauti tu ni pale kwenye kipimo cha mbolea. Utaweka kiasi cha wastani wa kilo 1 mpaka kilo 3, na ukubwa wa shimo utaongezeka kutoka futi 2 kwa 2 kwenda futi 2 kwa 3. Asante kwa muda wako ndugu mkulima, najua umejifunza mambo mengi kutokana na elimu hii ya jinsi ya kutumia mbolea zetu za EcoGreen. Endelea kufuatilia na kujifunza zaidi kuhusiana na matumizi ya mbolea zetu za EcoGreen pamoja na madini ya Yes Group.